Kama kawaida ya Global TV kuhakikisha kwamba kwako mtazamaji na mfuatiliaji haupitwi na habari na matukio ya aina yoyote ile kiburudani zaidi. Ipo movie kali mpya ambayo inakujia mtaani siku chache zijazo. Tumeshaiangalia na sasa hivi tupo katika maeneo haya ya Century Cinemax Mlimani City. Na nipo na mkali ambaye pia amehusika kucheza kama ni upande kama main character lakini msaidizi. Ataitetea vizuri position yake kwa kuiweka wazi, lakini pia nimpe chance ya kujitambulisha jina lake. Mimi naitwa Antu Mandoza. Ama watu wengi wanitaga Miss Mandoza. Yeah. Umefanya poa sana kwenye pati yako ambayo umepewa kwenye hii Karibu Kiumeni. Ilikuwaje mchakato mzima kwanza mpaka ukapatikana, ukaingia, ukahusika na ukaplay poa hivyo? Nilipatikana, kulikuwa kuna auditions. Auditions zikafanyika, lakini kuna issues zimetokea kwa ile part ambayo nataka kufanya mimi na mtu ambaye nataka kuifanya, so akawa bado hajapatikana kwa uhakika. So kuna mtu ambaye alikuwa yuko rafiki yangu ambaye alikuwa anajua na Ernest, akanambia Antu, there's this movie, kuna this guy anafanya movie kubwa inakuja Bongo. I think hiyo nafasi itakufaa, utafaa sana. Nikamwambia movie ya Bongo unanitania? Mbea try it. Nikamwambia no bwana. And that time nakumbuka nilikuwa niko likizo kazi. Kwa nikasema akaniconvince sana, akaniambia ni kitu kizuri tofauti. Nikamwambia bwana, mambo ya Bongo movie nataka kuniletea mimi maskendo, mimi nataka mimi nianze kupata stress. Naamka kesho asubuhi nimeandika sijui Antu kafanyaje, sijui nimefanyaje. After then I had so many things za kufikiria kwenye kufanya decision. Familia yangu itanifikiriaje, babangu mimi ni mkali kinoma, babangu atanielewaje, yani will people ambao wananichukulia mimi serious kwa hizo vitu ambavyo nimeshafanya kwenye maisha wataendelea kunichukulia serious? Italeta impact yoyote kwenye upande wangu wa kazi ninazozifanya kila siku? Nikaanza kile kaniambia no, this uigizaji ambao which is a point, ni kitu, ni impact ya kitu ni how you make it. Unachokifanya sasa hivi ni mazingira unayojiandalia matokeo. Kwa hiyo if I show people that this is serious and this can be done seriously in a way ambapo inatakiwa iheshimike, ionekane kwamba ni career kama career nyingine, basi let me be the first one. Labda kama sio kubadilisha hiyo idea, basi kuiboresha, kwa watu waanze kuchukulia this thing is serious. Inaweza kufanyika na mtu yoyote yule na bado ikaheshimike, it depends with how. Lakini kwa kuzingatia, baada ya kujua kwamba movie yenyewe ni ya nani ambaye amefanya, Ernest ambaye alifanya ile Going Bongo ambayo niliona and I liked it, nikasema wow, this is a person ambaye anafanya vitu serious, and mimi ni mtu ambaye napenda kufanya vitu kwa malengo. I just don't do something kwa sababu tu labda I just want to be famous. No. Hapana, nataka nifanye kitu ambacho najiona leo, kesho na kesho kutwa kitakuwa somewhere, kitaacha legacy, kitaleta mabadiliko, kitaleta utofauti. Kwa nikaona if I get this opportunity, nikapitia, nimeenda kwenye audition last time actually, mara mwisho kabisa. Wakani screen, wakasema yeah, you're good. Wakani train because I've never acted. Then tukaanza mazoezi, rehearsals, kushika script na vitu vingine vinavyoendana na kuweza kuandaa pre-production. Upande wangu mimi kama cast, tukaanza kurekodi movie. Umezungumzia kushawishiwa, lakini pia umezungumzia kwamba ni mtu ambaye unapenda kufanya vitu kwa malengo. Ilikuwa ni lengo lako au haikuwa lengo lako kufanya hii movie? Kujua kusema ni malengo, it's something labda mtu ambaye ashakwenda kwenye audition, akafanya auditions au ashajaribu mara 2 mara 3. But mimi honestly sijawahi kuwaza kufanya movie. Sijawahi, it has never been my goal ama my dream kwamba nitakuja kuwa kwenye film either ya Bongo ama ni nini, sikuwahi kuwaza. So kwa hiyo imetokea kama chance kwenye maisha, and then I took it positively. Nikaona kama ni kitu chenye kujenga, nikakichukulia katika mtazamo chanya kwamba let me make it in a way that itakuwa tofauti, kwa msaada wa watu ambao walikuwa kwenye production team yangu kiongozwa na mwenye Ernest ambaye alinitrain, akanipa moyo, akaniambia no, you can do it. Director Nicholas, kina Dan na watu wengine ambao nilikuwa nafanya nao, lakini I was so excited pia kukutana na watu wakubwa ambao walikuwa kwenye movie tangu enzizo mimi nakuwa na waona. So mwisho siku nikaona it's good. Nikaongea na watu wangu karibu, dada yangu, marafiki zangu, wakasema ya tukaongea, kwa sababu ilikuwa decision ambayo kusema kweli nilichukua muda mrefu sana kuifanya. Kwamba okay, hata pale nimeshaenda kwenye audition, nikasema let me just go. Mama nimeenda, amenikubalia, haya sasa mtihani kufanya decision.
Mungu wangu, do I do it? Nifanye, nisifanye. Nitakuwa naangalia mbele na nyuma, lakini nikapiga calculation kwamba this is my life. Mimi ndo naiplan maisha yangu. Kufanikiwa au kufeli ni kwa decisions zangu. Decisions zangu zinatokana na mimi nitakachokifanya baada ya ambacho nimekifanya, sio kwa sasa. Kwa nikaona let me just do it as long as mimi it won't change, lifestyle yangu itabaki kuwa ile ile, tabia zangu zitabaki kuwa zile zile, I won't change. So nikaona let me just do it. Kwenye movie haujaigiza, umefanya real. Ugumu gani ambao ulikuwa unakutana nao? Mimi nafasema nimefanya real. Asi nilikuwa naona nimeiangalia. Kwa umekubali. Nimekubali sana. Yes, ugumu ambao nimekutana nao, kwanza ugumu ulikuwa ni kushika script. These guys were very strict. Hakuna kutoa maneno kichwani. Ni kile kilichoandikwa ndicho utakachokifanya. Lakini pia kuna baadhi ya scenes zilikuwa changamoto kufanya, lakini I managed. Nilijitune kwamba hiki ninachokifanya niko kwenye, this is part of a job. Now it has to be a job. Nifanye kwamba hii tunaifanya, hii niko kazini hapa. Kwa utani pembeni, emotion pembeni, hisia pembeni. Kwa whatever ambacho kimefanyika kwenye movie hakina uhalisia wote katika maisha ya kawaida. It was just acting. Na kama umeona kama ni uhalisia, maana imegusa hisia zako, na maana it is a success. Ndio? A success, Yeah. Kwa ugumu ulikuwa tu kwenye hizo scene kama ile scene za kissing, zile scene za kitandani. Yeah, ndio zilikuwa zina ugumu, lakini pia ugumu sijaona, maana ngoja kwanza wafikie raia. Scene gani ambayo unaipenda na unaikumbuka sana, pengine hata ukiwa umelala umekevu na unaifikiria? Scene ambayo nilikuwa naipenda. Kwanza I liked the theme song, yani ile theme ya kiumeni, ile nyimbo ambayo alimba Damian Soul, is life. I love music sana. Ile nyimbo it makes me, yani nilipoona ile trailer ya kwanza imetoka, I was so emotional, nilikechi, unanielewa? Nikaona oh my god, this is nice. Lakini scene ambayo nilikuwa naipenda, kuna scene ambayo ilinichekesha sana. Wakati Gue tumekaa tunakula, akanashindwa kukaa, alafu mzee Mwogo akamuuliza, unalia kono la mavi? Alafu ile pale mimi niliwasumbua sana kwa sababu alikat mara kama 10, lakini nilikuwa nacheka, wanakasirika. I couldn't help it. I'm a person who likes to laugh sana. Kwa ile was a very funny scene. Lakini scene nyingine ilikuwa ni scene ambayo nimeenda kumwangalia babake Gue hospitalini, then akapita yule msichana ambaye alikuwa ni ex-girlfriend wa Gue, then akanipa attitude, mimi nimekuwa mnyonge, umeona. Then my boyfriend amekuja, then when I see him there was a smile, akanichekea like I'm here for you, you know, baby, I got you. Umeona, like ananifariji, usijali. That was my favorite scene. Katika kila kitu ambacho mtu anakifanya lazima kuna changamoto ambazo huwa zinajitokeza. Labda kama kuna tukio lolote ambalo likufanya ukawa disappointed katika maandalizi mazima ya kufanya movie. Mimi disappointment bwana, it was not a disappointment, labda changamoto. Mimi nina tatizo la kuamka asubuhi. Basi zile scene za asubuhi mzee nilikuwa naingia nimenuna. Nilikuwa naona Mungu wangu, mateso inaisha lini? Waking up in the morning is such a problem. Mimi na tatizo la insomnia. Na tatizo la kupata usingizi. Kwa nalala saa 7, saa 8, 9. Kwa hiyo you can imagine saa 7, 8, 9 unatakiwa saa 1 uwe umeamka. Una masaa 2, 3. Alafu nilikuwa sitaki kulala kufanya camping hotelini. Kwani sasa sitaki kukaa camping, alafu kwa sababu kuna kazi natakiwa ninazimalizia muda ule, kwa sababu nilikuwa naanza likizo, alafu at the same time natakiwa niamke saa 1. Was a hell. Tatizo. Kwa wakawa wananiamsha ikifika saa ngapi masimu unachanganyikiwa. Amka sweetie, lakini I was trying to manage. Kwa hiyo naweka alarm, najitahidi nisiwaboe, nisiwakwaze, kwa sababu walikuwa wanaonyesha so many efforts, walikuwa wananivumilia, wananielewa. Madi kwamba mimi nilikuwa ni msanii mchanga ambaye nimeplay role kubwa kwenye movie, kwa sababu I was leading female kutoka Gue, mimi na Gue ndio tulikuwa mwanzo mpaka mwisho. Kwa I was trying my best, nilikuwa nasali pia kwa Mungu anisaidie nifanye vile ambavyo wanataka, nitoe matokeo ambayo wanayataka, nisiwe disappoint, lakini pia ije kuwa something ambayo itabaki kama kumbukumbu nzuri kwangu kwamba I ever did this na ikafanikisha. Yeah.
Hukuwahi kufikiria kufanya uigizaji, lakini ulipopata chance umefanya the best. Na umewahi kufikiria kuwa mwimbaji, na umewahi pia kushiriki huko kwenye upande wa uimbaji kupoje? Yani kwa sababu tunakujua kwamba upo vizuri sana. Unajuaje kama niko vizuri? Nimewahi kukusikiliza, nimewahi kukufuatilia pia. Actually no. Okay. Kwenye upande wa sija kufikiria. Hebu rudi swali lako tena. Ukuwahi kufikiria kuwa mwigizaji, lakini ulipopata opportunity umefanya the best. Lakini umewahi kufikiria na kujaribu kuwa mwimbaji, huko kukoje na unafanya vipi sasa hivi katika kubalance kote kuwili? Kwanza okay, sija kuwa mwigizaji, yes that's true, lakini nimefanya kwa sababu ya for the help ya watu ambao wanajua wanachokufanya, wamenitrain, wamenipa madini, wamenielekeza na mimi nika-adapt, nikawa flexible, nikajitahidi kufanya kwa vile ambavyo uwezo wangu ulifanya. Na namshukuru Mungu kama imeenda vizuri, na naamini it is the best job, the best film that is going to be mwaka huu na kuendelea. Upande wa kuimba mimi sijawahi kufanya muziki in search, but I've helped. Nimefanya project nyingi za muziki za kusaidia watu, za ku support music underground though. I wouldn't, yes I can sing, but sijafikiria bado kufanya muziki kama kazi. Yeah, I've done matangazo mbalimbali, nimeshafanya voice overs, nimeshafanya chorus za baadhi ya wasanii wengine wakubwa, nyimbo zipo ya, lakini bado ni kwa mimi ama person ambaye sipendi kufanya vitu kwa kurupoka, kwa kujaribu, nataka nifanye. Kwa I think labda muda bado kufanya maamuzi ya kufanya muziki, but I'm not even thinking of doing that, but nina plan za kufanya project za kukuza muziki especially kwa wasanii wa kike. Lakini mimi kama mimi kufanya muziki bado sijafikiria, but I love music industry, I love music, I love to support watu wanaofanya muziki mzuri. Napenda kushauri pale napoweza kuona, napenda kufariji, kumpa mtu compliment when akifanya kitu kizuri. Yeah, na I'm proud of wale watu wachache ambao nilifanya nao kazi na naona wanafanikiwa wako mbali. I am very proud of them. Kipi ambacho umejifunza ukizingatia kwamba katika kufanya muziki umewahi kufanya, kujaribu, umewahi kufanyia watu chorus na vitu vingine kama hivyo, lakini mapokeo kwenye upande ule pamoja na kwamba hayakukufanya ukajulikana na ukawa kama vile ambavyo umefanya the best kwenye movie? What? Kipi ambacho umejifunza ukizingatia kwamba umewahi kujaribu kufanya chorus na ukazifanya kweli, ukafanya vizuri tu kwenye muziki, na huko kwenye movie ndo sehemu ambayo kidogo umeonekana umefanya the best. Kipi ambacho umejifunza katika upande wao in terms of choice, kwa sababu umesema kwenye upande wa filamu ukuwahi kuchagua? Nichojifunza ni kwamba whatever you have to do, unachotaka kufanya, fanya ukiwa umefanya maamuzi ya kufanya kwa maendeleo endelevu. Like muziki sikutaka kufanya au sikuamua kufanya muziki azinaingia kwamba nao nafanya music, kwa sababu nilihisi siko tayari. I'm not ready and I had things to do. Nilikuwa na shule, then nimaliza shule nikapata kazi, nikawa nataka kujijenga kikaria kwanza, nitengeneze career yangu, lakini pia nahisi kwa sababu ni honesty, uko nyuma nilikuwa katika familia ambayo my dad never supported me. Hakutaka kunisupport mimi kufanya mambo ya muziki kabisa. Yani nilikuwa mshike labda nitoe siri au nitoe siku nyingine. Atoa sasa hivi. Sijawahi kuongea somewhere else. Nishawahi kushiriki Bongo Star Search. Na kuna ka clip nako, lakini nisema sikaposti hata ipite miaka 20 hivi ndio nije niwapostie wananchi. Kama leo I've been there. Nilipoenda Salama was very excited, akapenda, akaona nikashinda. Bwana nimerudi nyumbani, mzee aliniwashia moto. Never, sitaki kusikia hivyo vitu, sitaki kabisa. Wakati huo nilikuwa sijui form kama sio form 4 basi ilikuwa ni form 5. Zamani, naongelea miaka zaidi ya 5-6 iliyopita. More like. Kwa nikaona basi kama baba hataki, hamna shida. Kwa nilivyokuja nimaiza nikaanza mambo ya utangazaji Clouds, lakini baba pia alikuwa bado ananibania. Kwa nikana naingia natoka, was careful. Kwa nataka nifanye vitu ninavyotaka, nifurahishe, ambapo pia of course mimi nilikuwa naona elimu kichanganya na kipaji
unapata more impact. Kwa I was also excited kufanya mambo yangu ya masomo, maliza form 6 niingie chuo kikuu, ni graduate, lakini at the same time nikaa nafanya kazi media, lakini sikutaka kujiweka moja kwa moja, nilikuwa na avoid sana spotlight kwa sababu nilihisi sikuwa tayari. Na napenda kufanya kitu ambacho naona hapa kweli niko tayari. Sio unataka tu kuwa maarufu bado hujajijenga kisaikolojia. Maarufu na kuja na vitu vingi. Kuna vitu ndio vikaja vikakutocha, vikakuathiri kisaikolojia. Unaweza kupoteza mwelekeo kwa sababu ya stress, kuwa frustrated. Unajua kila mtu ana namna yake ya kupokea matukio. Kwa hiyo nikaona no bado. Ndio maana baadaye nikaanza kufanya projects na watu labda kama ile Fiesta Spanyota, tukapata kama watu kama Yankila kina Neili ambao Yankila sasa hivi the big artist, and I'm so proud, very very proud. Ambao the same project imekuja kuwatoa wasanii wengine kama kina Ruby, wasanii wengine kama kina Maua Sama. Umeona, and I am super proud of it. Kina Mash J, like kwa hiyo bado nina plan na vitu ambavyo naviandaa. Sasa hivi kuna kitu kikubwa labda nikiwa tayari nitawaalika ambacho na kilaunch very soon. It's an online radio, lakini bado iko kwenye hatua za mwisho za kumalizika, ambapo bado uko nahisi zile ndoto zangu za kuweza kuendeleza mambo ya muziki, burudani, entertainment itakuwa huko. Itaitwaje? Hiyo back surprise. Hiyo back surprise. Lakini it's something ambayo inanihusu mimi, and nataka kuifanya kwa nia ya vijana, kwa employ vijana ambao hawakupata nafasi ya kuweza kuwa supported, sababu naamini wako vijana wengi ambao unajua Tanzania bado tujafika kwenye sehemu ya kuheshimu vipaji. Kipaji kionekane kama ni kitu ambacho kinaweza kikamfanya kijana akaweza kujihimu kimaisha, lakini katika nchi zoendelea hata South Africa hapo Kenya, mtu akiwa na talent anachukuliwa serious. Lakini kibongo bongo Saren, una talent yako lakini unaenda shota sikia yule bogus tu, which is very bad. Sasa nani anaitengeneza hiyo? Nani anaifanya kwamba tuchukuliane kwamba mtu mwigizaji aheshimike, ni mwigizaji, apewe right zake, apewe heshima zake. Huyu ni daktari, apewe heshima zake. Huyu ni mtangazaji, apewe heshima zake. Huyu ni mcheza mpira, yani at least career ambayo inachukulia serious kibongo bongo ni mpira. Lakini tunaona sasa hivi kuna wasanii wakubwa ambao wanafanya, kwa mfano kwenye muziki, wanafanya muziki unaheshimika, kina Diamond, kina JD, wakina Alikiba, wanafanya muziki umekuwa mkubwa, wanatengeneza brand zao, wanajipanua, wanakuwa wanaheshima nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania. So this is what I would love someday kuona nafikia huko. You never know, naweza ngabadilisha mawazo. Tukizungumzia issue ya career, mara ya kwanza ambapo wanakuja kukushawishi kuicheza movie ya Karibu Kiumeni, ulikuwa likizo. Na likizo ambayo ulikuwepo bila shaka nahisi ni utangazaji. Na umecheza movie mpaka imekamilika, umesema no, utatuambia ni likizo ya nini, na pia upande wa utangazaji upoje katika maisha yako, upande wa movie, na unafocus kitu gani sasa hasa? Upande wa utangazaji nilipumzika kidogo. Nilipumzika nikiwa mwaka wa 3 chuo, mambo yalikuwa yamebana, pili kwenda wa 3 chuo kinani tight sana. Kwa nikaona kwanza nipumzike kwanza, lakini nikajikuta nikipumzika nikaa nafanya mambo yangu, nikafungua kampuni, nikaa nafanya event management, business consultation, kwa sababu nilikuwa na experience sana, na tayari nashukuru Mungu kupitia Clouds Media Group nilipata connection kubwa, network kubwa sana ya watu, na watu wachache ambao hao wachache kwa neno walikuwa wananiamini. Kwa hiyo nilikuwa nikienda sehemu na nifanye different events za wanawake, nime manage different events za vitu mbalimbali ambayo zote zilikuwa zinanifanya nikue, nizidi kutengeneza network, nitengeza ujasiri, nijisikie kujifunza vitu vipya. Lakini ni kweli baada ya kumaliza chuo nikao nimepata kazi. Na kazi nyingi mimi nilikuwa nafanya za consultations. Kwa hiyo nikaa nafanya kazi consultations za PR, kwa manager mahusiano, ambapo nilifanya kazi Techno Image, lakini pia kwa sasa hivi nafanya kazi Afya Call kama mkuu wa idara ya mawasiliano, Head of Public Relations and Communications, ambapo sasa ndo nikaa nafikiria sasa okay, nimeanza uigizaji. Aflo hii naingia ofisini naonekana kama boss. Sasa you know that is different. I have to behave. Lazima sasa ni approve watu kwamba hey, unaweza ukafanya kazi kama unaweza kufanya kazi kama career, na bado unaweza kufanya pia vitu vingine ambavyo ni abilities nyingine, ni vipaji. Because this is what I'm trying to prove to people, kwamba it's depending attitude yako tu kupitia vitu. Unaweza kufanya kazi serious as career, unaweza ndio maana kuna watu kwa mfano wakina kwa mfano Kevin Twisa.
professional, anafanya kazi zake, lakini pia weekend anafanya DJing. Umenielewa? Kwani unaweza bado ukafanya vitu vyako serious na bado ukaendelea kufanya zile hobbies. Unatakiwa tu utengeneze line ya heshima ya vile unavyovifanya. Yeah. Kwanza nataka niwahakikishie watu kwamba this is the best movie. Ni movie nzuri. Hawatajutia, the story is nice, the production is nice, reality, uhalisia, makini wa kazi, umakini wa waigizaji, test ya waigizaji. Kwa kweli it's something ambayo italast kwa muda mrefu sana, hii movie ya Kiumeni. Lakini napenda niwaambie watu sasa tu support vya nyumbani, mjitokeze mje Mlimani City kuangalia hii movie kwa sababu tunategemea tupate support kuanzia nyumbani kabla haijatoka nje ya Tanzania. Watu wasubiri kwanza mpaka wasikie mtu kama nominated huko ndio mtu anaanza kukupost. No, now is the time. Tupeane support kama kuna anything. Sisi ni binadamu, najua watu wengi sio watoto wanakuwa positive katika kuwapokea watu wapya kwenye tathnia hii. Kwa nawahimiza kwamba watu ambao wametutangulia katika kufanya filamu ambao nawaheshimu sana, waigizaji wa kike na wa kiume, watupokee sisi watu wapya, watu support. Tusiishi katika misingi ya kuchukiana, ya kuona kwamba baba mimi nakuja kuadhibia nafasi zao, lakini I am open to do any job and niko tayari kujifunza, niko flexible. Lakini zaidi na washauri wasichana ama mabinti wanataka kufanya uigizaji, wafanye serious, waone kama ni kazi, usifanye kwa malengo mengine yote ambayo sio ujenzi, ambayo yanasababisha jamii sasa inakuwa ichukulie kitu kama serious. Yes. Ningekuwa mimi ni mtazamaji ambaye nakutazama interview ambayo umeifanya, unavyozungumza na point ambazo unaziongea, ningetamani kukufollow kwenye mitandao ya kijamii ili niweze kufuatilia kidogo maisha yako, pengine kuna vitu ambavyo ningeweza kujifunza au wangeweza kujifunza pia. Mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter, Snapchat pia kama upo. Alright. Mimi ni Anto Mandoza na kwenye mitandao utatumia jina hilo, lakini @Miss Mandoza. Instagram @Miss Mandoza, Twitter @Miss Mandoza, lakini pia Facebook ndo unapata kama Anto Mandoza, Snapchat pia kama Miss Mandoza. Shukrani sana. Much thanks kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV ambaye umekuwa pamoja na sisi mwanzo mpaka mwisho wa exclusive interview hii, lakini zaidi niwatakia wakati mwema, niwakumbushe tu kusubscribe ili usipitwe na habari kama hizi pamoja na matukio mbalimbali. Wewe umejiunga kwenye familia ya kidigitali kutokea Jumba la Habari. Kama kawaida presenter wako Kelvin Shayo, sitoacha kusema much respect to my big director Amani Madebe. Zaidi niwatakia wakati mwema. Instagram pamoja na Facebook ni @Global Publishers. Upande wa Twitter ni @Global Habari. Usiache kutufollow kwa update zaidi punde tu yanapotokea. Bye bye, enjoy. Umeamua kuvaa miwani. Shukrani.